Bwana, hakuna kupoa kabisa kwa nyota mpya wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Libase Gwe ambaye amekamilisha usajili ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na kutambulishwa rasmi. Sasa Wekundu wa Msimbazi Simba bwana wameachia picha za nyota huyo mpya akiwa kwenye mazoezi na timu hiyo. Bwana Libase Gwe tunafahamu ni moja kati ya nyota ambaye amekamilisha usajili ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba akitokea pale Tenwith ya Senegali kule, na alikuwa ni moja kati ya nyota ambaye alikiwasha sana akiwa na timu ya taifa ya Senegali kwenye michuano ya CHAN, kwa maana ya wale wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani. Kwa hiyo Wekundu wa Msimbazi walivutiwa kuanzia pale na wakamfuatilia, na hatimaye Simba Sports Club wamekamilisha usajili wa nyota huyo. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wamechapisha picha inayosema kazi imeanza kwa Libase Gwe, afu akamalizia na hashtag nguvu moja. Sasa kupitia kwenye comment mara baada ya Simba kuachia picha hizo za nyota wake mpya, nyota ambaye anafungua usajili kwenye dirisha dogo la usajili, kwa maana ya kuwa nyota wa kwanza kutangazwa ndani ya kikosi hicho. Wana kupitia kwenye comment mara baada ya Simba kuachia picha za nyota huyo mpya akiwa kwa mazoezini kwa ajili ya kujiandaa na michezo mbalimbali ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba wanakabiliwa, ikiwemo ligi ya NBC pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyo anasema inshallah tutakuwa vizuri round hii. Mnasema muonekano tu unaonyesha prayer labda avunjwe. Mwingine anasema naomba jezi ya Budo apewe huyu, staki maelezo mengine, akiwa na maana kwamba ile jezi ambayo jezi nambari 7 ambayo ilikuwa inavaliwa na Joshua Mutare basi apewe Libase Gwe. Mnasema mashine ya kazi inafunga hadi ikiwa bench. Mnasema karibu timu kubwa, timu ya ushindi mara zote. Mnasema sema ana misimamo ya kimpira, ni matumaini yangu mikimbio yake itazaa matunda. Mnasema bosi alisema atasajili mchezaji mmoja ambaye wana Simba tunamtaka. Mnasema muonyesheni klipu za Yanga kama hajabadilisha wazo. Sawa. Unasema kuna mchezaji kweli hapa, mbona kama Duncan Nyoni. Unasema baraji ipya nchini. Unasema admin zidisha posti. Unasema kila siku tunaanza upya. Unasema ikipendeza mchezo dhidi ya Mtibwa akiwashe. Unasema hivi ameshapumzika jamani. Of course anauliza maana ni punde tu Simba wanamtangaza, na punde hivyo hivyo Simba wanaachia picha za yeye akiwa na Simba kwenye mazoezi. Mnasema hapo bado mashine zingine za maana tunahitaji. Mnasema pamoja na usajili bado hakuna lolote. Mnasema mimi ni Simba, lakini kwa uongozi wa Simba kila kitu feki, hamtimizi makubaliano ya kimkataba na wachezaji wazuri au makocha, au mnaleta mavitu ya hovyo. Kiufupi Simba wote wafanya biashara, hamna mtu wa mpira, wote sawa. Mnasema kama mkimtoa Maurice Abraham au Elie Mpanzu aise, hapo ndio mtakapojua hasira za mashabiki tutawafuata huko maofisini kwenu. Mnasema mchungeni waganga wa UTI asije akawa yakina wale tulowaimba. Mnasema mpelekeni kwa mganga mapema. Mnasema anavuja jasho. Mnasema sura kama Mpanzu inaacha upande, kante inakata. Mnasema jamaa kaja sasa. Mnasema huyu mwanangu kama sikosei ana miaka 17. Mnasema mashine ya kazi. Mnasema jamaa kafunika tarabu za Yanga na Okelo. Mnasema msisahau kumkumbusha kuwa tuna ukame wa makombe misimu minne, kila laheri kwake. Mnasema tunataka mijitu ya hivi. Mnasema tushazoea sawa. Mnasema huyu apewe jezi namba 7, Mutale hamna kazi pale. Mnasema kwa hiyo kazaliwa 2004 huyu. Bwana jamaa na miaka 22. Unasema karibu Unyamani. Unasema kama ni kweli Mligo anaondoka basi Simba ina safari ndefu sana ya kutafuta mafanikio, maana ni sawa. Unasema all the best champions. Unasema mbona aliyejaji 22 sawa. Unasema ombeni mechi na Yanga. Mnasema ila Simba sawa. Mnasema mtu anakuja bila kelele nyingi mwogope sana. Kisema mashine ya kusaga na kukoboa magori. Mnasema huyu anaonekana mtu wa kazi, sio bisho kabisa. Mnasema dhidi ya Mtibwa aanze first 11 tumuone, hatujaji ujinga kwa sasa, ni viongozi wawe serious, waweke sheria ili wawe fit muda wote. Mnasema chuma kabisa. Mnasema fundi. Mnasema mechi sawa. Mnasema shida ya bongo sawa. Mnasema fundi sawa. Mnasema hivi kwa nini jamaa sipewe jezi namba
10. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya Simba kuachia picha za Libase Gueye mara baada ya kutangazwa kuwa nyota wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa Simba ameachia picha akiwa mazoezini, kwa maana hakuna kupoa, hakuna kusubiri kabisa. Sasa ni nyota mpya tayari ameshakwisha kuingia mazoezini kwa ajili ya kujiwinda na michezo ambayo Simba Sports Club inakabiliwa nayo, ikiwemo ile michezo ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi. Simba tunafahamu watakwenda kuvaana dhidi ya Esperance de Tunis, lakini pia bado wana mchezo dhidi ya Stade Malien, bila kusahau Petro de Luanda. Na michezo hiyo yote Simba wanahitaji ushindi ili kujihakikishia nafasi ya kuweza kutinga hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ndio maana Simba wanafanya usajili wa nyota ambao pengine wanaamini watawavusha kwenye hiyo hatua. Ukiachana na Libase Gueye kutambulishwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, tetesi ama taarifa zinaeleza tayari Nixon Kibabage ameshakwisha kumalizana na Simba, bado kutangazwa tu. Lakini pia Ismail Toure kutoka ndani ya klabu ya Stellenbosch tayari ameshakwisha kumalizana na Simba. Lakini goalkeeper wa timu ya taifa ya Niger naye pia anatajwa kumalizana na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kinachosubiriwa tu ni utambulisho wa nyota hao kuungana na Libase Gueye ambaye tayari yeye amekuwa nyota wa kwanza kutambulishwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na anayefuata kwa sasa tutapata kumfahamu mara baada ya Wekundu wa Msimbazi Simba kumtambulisha. Lakini tayari Simba wameshakwisha kutangaza kwamba kwa sasa ni muda wa kuachia nyota wapya ambao wata kipiga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunafahamu kwamba tuko kwenye dirisha dogo la usajili na tetesi ni nyingi, lakini pia tunafahamu kwamba kuna sajili ambazo tayari zimeshakwisha kukamilika kwa baadhi ya vilabu. Kwa Wekundu wa Msimbazi Simba ukiwa ni usajili wa kwanza, na taarifa zinaeleza kwamba huu ni usajili kwa maana ni pendekezo la Steven Becker, kocha mpya wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Libase Gueye ni moja kati ya nyota ambaye anaweza akacheza nafasi mbili tofauti, kwa namna ya namba 10, kwa maana akicheza nyuma ya mshambuliaji, lakini akicheza kama winga mshambuliaji akitokea pembeni. Sasa ujio wa Libase Gueye ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba unaendeleza zile tetesi ambazo zinamzungumza Jean Charles Ahoua ambaye anatajwa tayari ameshakwisha kumalizana na CR Belouizdad Sidramovic ambaye aliwahi pia kuitumikia klabu ya Yanga Afrika. Kwa hiyo ujio wa Libase Gueye unalifanya sasa zile tetesi kwamba muda wowote Simba watamtangaza Jean Charles Ahoua kuwa si mchezaji ambaye atakuwa sehemu ya kikosi chao kwa msimu unaokuja. Tunasubiri kuona tetesi nyingine ama taarifa nyingine za baadhi ya nyota ambao wameshakwisha kumalizana na Wekundu wa Msimbazi Simba. Baraka Mwangosi, moja kati ya nyota ambaye alifanya majaribio na Simba Sports Club kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi akitokea Mbeya City, naye anatajwa tayari ameshakwisha kumalizana, lakini Simba bado hajamtambulisha kwenye vyanzo vyao rasmi. Lakini kwa Libase Gueye tayari ameshakwisha kumalizana na Simba Sports Club. Nixon Kibabage imebaki utambulisho mara baada ya Singida Black Stars kuthibitisha kwamba tayari wamemwachia Nixon Kibabage kwenda ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia tumeona Nixon Kibabage kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram akichapisha taarifa ya kuaga Singida Black Stars. Kwa hiyo kinachosubiriwa tu ni utambulisho wa Nixon Kibabage. Ismail Toure naye pia ni moja kati ya beki ambaye anatajwa kuja kuchukua nafasi ya Karabu Shamu ambaye anatajwa kutolewa kwa mkopo kwenda timu nyingine ili aweze kupisha nafasi ya Ismail Toure. Nyanda mwingine ambaye anatokea ndani ya taifa la Niger anatajwa kuja kuchukua nafasi ya Musa Pimpin Kamara ambaye taarifa zinaeleza kwamba huenda akatolewa kwenye mfumo wa usajili ili kumpisha Nyanda huyu aje kuchukua nafasi yake kwa sababu ya majeraha ambayo ameendelea kuwa nayo. Tunafahamu Yakubu Suleiman yeye ni majeruhi lakini hakuweza kufanyiwa upasuaji wowote baada na uguza majeraha aliyopata kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo naye ni moja kati ya nyota ambao yeye atasubiria huku akiendelea kuguza majeraha yake, lakini Musa Pimpin Kamara anatajwa kutolewa kwenye mfumo wa usajili ili kupisha usajili wa goalkeeper mpya ambaye atakuja kuchukua nafasi hiyo. Kwa hiyo hakuna kupoa kwa Simba Sports Club mara baada ya kutambulishwa kwa Libase Gueye. Tayari Simba wameachia picha zikimuonyesha Gueye akiwa mazoezini, kwa maana yuko tayari sasa kwa ajili ya kuitumikia Simba Sports Club kwa ajili ya michuano ya kimataifa pamoja na ligi ya